Timu ya taifa ya Ivory Coast siku ya jana imefanikiwa kupata ushindi wa goli 7-0, mechi ambayo ilikuwa ni nzuri sana hii kwa upande wa Ivory Coast, na pia ni mechi ambayo ilikuwa ina umuhimu mkubwa sana kwa upande wa timu ya Ivory Coast. Kumbuka kwamba Ivory Coast kwa sasa ana pressure kubwa ya kuwania kwenda kucheza katika kombe la dunia. Na kitu ambacho kimefurahisha wadau wengi ni hususan kwenye swala la kumuona mchezaji wao pendwa Pacome Zouzoua akianza katika kikosi na kuwa na mchezo mzuri siku ya jana, lakini isivyo bahati ya kufanikiwa kushinda goli wala kuassist, lakini pia alikuwa na kiwango vizuri na utulivu alikuwa nao wa kutosha hususan uwanjani. Swala moja la kupendeza pia kwa mchezaji huyu Pacome Zouzoua ni kama kuna wakati naweza nikasema njia zake zinaanza kufunguliwa kwa upande wa kuonekana sio ndani ya barani Afrika tu, hata nje ya Ulaya. Mchezaji huyu ni fursa kubwa, huenda akitumia vizuri basi ataweza kuonekana na kuchukuliwa timu nje za Ulaya. Lakini pia mechi hii ilikuwa na maana kubwa, mechi ambayo imewafanya Ivory Coast waongoze kundi kwa kuwa na pointi 23, lakini pia kulikuwa kuna mechi nyingine ambayo ni ngumu sana, mechi ambayo ilikuwa na maana, hii mechi ya Gabon. Mchezaji huyu Pierre-Emerick Aubameyang ameingia kambani goli 4, mechi imefika kwa 3-4, ambayo mechi ilikuwa ni nzuri sana hii. Na hususan mechi imeleta ushindani mkubwa. Kumbuka kwamba Pierre-Emerick Aubameyang ameshinda goli 4 pekee, lakini amepata red card, hilo sila kusahau kabisa. Pierre-Emerick Aubameyang jana alimesaidia timu yake na anaonyesha lengo kwamba wanataka kwenda kufuzu katika kombe la dunia. Kwa hiyo kwenye swala la pointi wote Ivory Coast na Gabon wako katika kundi moja. Ivory Coast ana pointi 23, Gabon ana pointi 22. Kila mmoja anawania nani ataenda kombe la dunia. Kwa hiyo upinzani ni mkubwa baina ya hizi timu mbili. Ivory Coast anataka tiketi ya kwenda kufuzu katika kombe la dunia, na pia na Gabon anataka tiketi ya kwenda kufuzu katika kombe la dunia. Bwana, hii ni HSM Sport na mimi ni HSM.